Kuna bwana ana swali, lakini swali lake limeshakwenda kwenye ndoa, anataka kuoa. Ananiuliza swali, mlevi anaozesha? Haozeshi. Swali lako lina maana ya wali, sio? Uwali una sharti 5, yani ili wali aozeshe binti yake awe na sharti ngapi? 5. Ya kwanza inaitwa al-islamu, ya pili inaitwa al-dhukura, yani wanamume. Wali lazima awe nani? Awe mwanamume. Ya tatu ana uhuria, anatakiwa kuwa muungwana. Wali asiwe mtumwa, wali ni muungwana. Mnanielewa? Sharti ya 4 inaitwa al-adala. Al-adala shartun fil walaya, lazima wali awe muadilifu. Awe nani? Awe muadilifu. Sharti ya 5 inaitwa al-bulughu. Tuelewane, kama una binti yako anaolewa leo, wewe si ndio unaotakiwa kumuozesha? Unatakiwa umuozeshe, lakini utimize masharti 5. Ukipungua sharti moja ukaozesha, ndoa batili. Kwanza uwe Muislamu, la pili uwe mwanamume, la tatu uwe muungwana, usiwe mtumwa, la 4 uwe umeshabaligh, asiwe mtoto mdogo, sio? Na la 5 uwe muadilifu. Nisaidie wewe, mlevi muadilifu? Labda walevi wa Buguruni, mlevi muadilifu? Mtume kasema, man shariba al-khamra faqad waqa'a ala ummihi wa bintihi wa fi riwayatin wa ukhti. Atakaelewa akanywa ulevi akalewa, anavyohukumiwa na Mungu ni sawa sawa na mtu kamuingilia mama yake mzazi. Mlevi ni sawa na mtu kamuingilia binti yake aliyemzaa, ni sawa na mtu kamuingilia dada yake walozaliwa pamoja. Yani madhambi wanopewa hao waloingilia mama zao, waloingilia binti zao, ndiyo madhambi anopewa nani? Mlevi. Mtume kasema, al-khamru ummul khaba'ith, ulevi ndo mama wa maasi yote. Yani maasi yote duniani ni watoto, mama yao ni nani? Ni ulevi. Sasa kuna sharti la uadilifu. Mlevi muadilifu auzeshi. Unanielewa? Auzeshi. Wallahu a'lam. Naam. Naam bwana. Karibu. Waalaikum salam. Ndio, radhiallahu anha. Mume wake alipopata tatizo, alipopata jeraha baada ya vita ya Uhud, yani ninachokiuliza, baada kufa mume wake, alipokuja wa kwanza Saidina Omar, yani ilikuwaje mpaka akaanaweka zile panchi kwamba anawaingua wale katika kuwaondoa, au ndo aliishi na ile hadithi aliyopewa na mume wake? Yani alikuwa anajuaje kwamba mpaka atakuja Mtume SAW mwisho kuja kumuoa? Swali la bwana mmelisikia, ni kuhusiana na Ummu Salama radhiyallahu anha alipofiwa na mume wake Abu Salama, alafu ikawa wanakuja wale watu kutaka kumuoa, lakini akawa anawatoa, au sio? Bwana ananiuliza, alijuaje kama wale watu watakuja, au sivyo? Ndio swali hili. Alijuaje kama Mtume SAW atakuja wakati hata huyo Abubakar au Umar ni watu wa dini, watu wa dini, na yeye pia alikuwa katika yeye ni mkuu wa Umar yake ni au watu wa kaseti ni kubwa wa dini. Yaani kwa nini lazima washangaa au ndio aliishi yeye ambaye alikuwa ni wake? Ihtimalatu. Wataalamu wa sharia wanasema, idha kathura al-ihtimalu batala al-istidlalu. Semeni na mimi, idha kathura al-ihtimalu batala al-istidlalu. Ihtimali ni nini? Ihtimali ni kule kuwezekana kwingi kwenye jambo moja. Ihtimali ni kuwezekana mambo kwenye jambo hili. Nini maana ya haya maneno? Ni kama amekamatwa mwizi, waliyadhu billah,
amepelekwa mahakamani, halafu wewe umeitwa kuwa shahidi wa kushuhudia. Unaulizwa mahakamani, wewe unashuhudia nini kwa huyu? Unasema nashuhudia kuwa huyu ameiba, au sio? Kwa nini? Unasema nilimkuta saa 8 za usiku dirishani kwa huyu, nimemkuta dirishani kwa huyu mtu. Sasa kwenye kumkuta dirishani kuna ihtimali, kuna vitu vingi vinawezekana. Pengine alikuwa kasimama dirishani pale anapumzika, katembea muda mrefu, kachoka, kasimama anapumzika, au haiwezekani? Pengine alikuwa pale dirishani naye anamgoja mtu, kuna mtu anakuja huko naye anamsubiri, haiwezekani? Pengine alikuwa kakanyaga mwiba unamuumiza, kwa hiyo anatulia kwanza mpaka mwiba upoe, haiwezekani? Ikiwa kwenye jambo moja vinawezekana vitu vingi, ushahidi unakufa. Ushahidi unatakiwa uguse tatizo, uende moja kwa moja mpaka kwenye tatizo, sio isiwe kwenye ushahidi mmoja na hili linawezekana na hili linawezekana na hili linawezekana. Batalal istidlalu. Na nielewa nyi watu, Ummu Salama kawakataa watu, kamkataa Umar na anamjua, kamkataa Abubakari anamjua, au sio? Aliwakataa kwa nini? Au ndo ile kwamba alisema kwenye hadithi ile, Mungu nipe kilicho bora kuliko mume wangu? Au ndio aliwaona hawa sio bora kuliko mume wake, au sio? Kwa nini alikataa? Hapa kwenye kukataa Ummu Salama kuna ihtimalatu, kuna vitu vingi vinawezekana, sio hilo la kwamba pengine hawaqualify hawa kuwa kama marehemu mume wao. It can be, inawezekana. Au alikuwa bado ana huzuni, akaja mtu wa kwanza bado ana huzuni ya mmewe, au sio? Na kwenye huzuni mwanamke haulewi, hakubali, au sio? Inawezekana. Inawezekana kakataa watu hawa waliokuja wawili kwa zile sababu 3 walozieleza. Mimi mtu mzima, kuolewa tena, mimi mtu mzima nina wivu, au sio? Nina vitoto, na hili nalo linawezekana. Kwa hivi vinavyowezekana vinaitwa ihtimalatu, sio? Sasa vikiwa vingi dalili inakufa. Idha kathura alihtimalu batala alistidlalu, nakufa. Kwenye hali kama hiyo tunafanyaje? Nufawidhu al-amra ilaiha nafsiha, jambo tunamwachia mwenyewe yeye. Ummu Salama na Mola wake kwa hakika ndo wanajua hawa walikataliwa kwa sababu gani. Anayekataa kitu rohoni mwake anazo sababu, asipoeleza mimi nakataa kwa sababu hizi, wengine watajua. Jibu la swali lako hapa ndugu yangu, anayejua exactly yule mama kakataa kwa nini, anajua yeye mwenyewe na Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunachokijua sisi ni kwamba alikataa, yeye alikataa, na alipokuja bwana mtume alikubali, na tuna ihtimali na hapo pia kuna mambo mengine yanawezekana. Pengine kumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwa sababu ya kuogopa zile ila mtume atazibeba. Yule ndo mtume, pengine kampenda moja kwa moja. Kuna mtu ampendi mtume? Ummu Salama ni sahabia, ni sahaba wa kike, na Waislamu dunia nzima mtu anayempenda kuliko wote ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wote, pengine sisi tu hapa. Siku moja, ushahidi, siku moja alionekana mtume amekaa na huzuni. Ru'ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hazina, ameonekana ana huzuni hivi. Fasuila, kaulizwa ma baluka ya Rasulullah, mbona hivi, what the problem? Akasema ini ana ara nafsi tatuku ila ikhwani, naiona nafsi yangu inawatamani ndugu zangu, ndo sababu ya huzuni. Anasema mtume nawatamani nani? Ndugu zangu. Sahaba wakamwambia awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, kwani sio ndugu zako? Sisi hapa sio ndugu zako? Qala la, hapana, bal antum ashabi, nyie ni masahaba wangu. Ikhwani qaumun, ndugu zangu mimi ni watu, ya atuna min ba'di, wanakuja huko mbele huko. Ndugu zangu mimi wanakuja huko mbele, nyie masahaba wangu.
Hawa wanaokuja huko mbele, yatamanna ahaduhum lau fakada malahu wa ahlahu illa annahu raani ulaika ikhwani. Ndugu zangu, mimi ni watu wanakuja baada yangu. Atatamani mmoja wao kwamba yuko tayari apoteze mali zake zote, apoteze familia yake yote, familia yote na mali yote, iwe ndiyo gharama ya kuniona mimi. Kuna watu kama ataambiwa mtume anakuja, lakini hutomuona, ila unyang'anywe familia nzima na haitorudi, unyang'anywe mali yako yote na haitorudi, ndiyo gharama ya kumuona bwana mtume Muhammad. Pana watu wako tayari, anasema hao ndo ndugu zangu. Umefahamu? Hata wewe na ukiambiwa mtume yuko chumba hichi hapo, lakini ili umuone bwana akalete mali yako yote yote, usibakisha hata 100. Mkeo na watoto unaporwa, hutowaona, lakini ukitoa hayo unaenda kumuona mtume. Unasemaje? Upo tayari Yuko tayari. Na nyie vipi? Msiseme kwa mdomo tu, kwa ulimi, mseme huku. Mseme moyoni. Sio kusema hapa, hapana, hapa ni huku moyoni. Kwa sababu kuna wengine tuna imani za kubipu kidogo, iwe ni moyoni. Kwa hiyo bana, inawezekana pia mapenzi pia yalimchukua Ummu Salama, kwa sababu anayokuja ni mtume. Sasa huyo ni mtume, na kumpenda mtume ni wajibu wetu sisi. Nadhani nimekujibu bwana. Allahu a'lam. Naam baba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu linatokana na kile ulichosema katika decoration zile za kuka baba na mama ndani ya godoro. Ndio. Kwenye kilimo pale. Kwenye kilimo cha kisasa kile. Sasa utaratibu uliopo ulisema kwamba kuna decoration ile ya kusema kwamba umekamata hapa na hapa, labda mambo ya labani. Sasa wakati kufanya vile, kutokana na umri wangu mimi, yule mwenyekiti wa serikali za mitaa kule ndio anarudi kule alikotoka. Sasa ikiwa vile mara 2 mara 3, naweza nikaingia uwanjani moja kwa moja tu bila kufanya chochote? Mwenyezi Mungu akubarikie baba. Akubarikie sana. Ngoja nikufurahishe babangu. Aliulizwa mtu mmoja kuhusu kunyonya. Mtoto mdogo wa kike na mtoto mdogo wa kiume, wadogo, ni lini ndiyo muda wa mwisho wa kunyonya? Mtoto mchanga ye ananyonya mwisho wake iwe lini? Muulizwaji akajibu vizuri sana, akasema inategemea jinsia. Mwisho wa kunyonya watoto inategemea nini? Jinsia. Akiwa ni mtoto wa kike, mwisho miaka hii. Mtoto wa kike atanyonya mwisho miaka hii. Mtoto wa kiume atanyonya mpaka afe. Mtoto wa kiume hakuna ukomo wa kunyonya. Kama unielewi basi. Watu wengi unaowaona, kama sio wote, wale wanamume, wallahi wananyonya mpaka leo. Wananyonya mpaka leo. Sasa kule uwanjani kwenye kilimo, ameruhusiwa mume kugusa anapopataka kwenye eneo la shamba. Nieleweke Kiswahili, kugusa. Naanzia hapa kwenye kugusa, na msinisukume niingie zaidi huko. Mtoto wa kiume akifika shambani, mule shambani ameruhusiwa kugusa sehemu yoyote anaoitaka kugusa. Ikifika muda wa kulima, alime upande huu. Shamba si kubwa, lina pande nyingi. Kilimo kifanywe upande huu wa shamba, asilime kila sehemu. Na kama hujanielewa basi pia. Na kama anafika kule, mzee ulivyoniambia kwenye Laban, si nimesema ananyonya mpaka afe huyo. Mwache tuende kwenye Laban. Ingawa sio Laban sa'ighun lisharibin. La, mwache ende kwenye Laban huko, atembee kwenye Thadi, hata kwenye Surra, afike kwenye Rukwa, mwache tu. Unafahamu? Anaweza yule mume akaamua, bwana mimi nataka kunyonya,
sio lazima Laban, popote tu. Hapa sasa pana mtihani hapa. Na mimi naomba mtosheke kwa hapa. Naam. Unaishiwa na nani? Jembe linashindwa kulima. Ingia moja kwa moja. Yani istiadadatu zari, sio yale maandalizi ya kulima yanamfanya bwana mkubwa ashindwe kulima. Lakini kukikosekana zile preparation za kilimo, yuko very active, analima eka nzima kwa siku. Kalime, acha maandalizi. Kwa sababu maandalizi si anamuandaa mtu ndo akalime. Sasa huyu anaweza kulima bila maandalizi. Karibu shambani baba, lima tu eka nzima. Na mwenyewe umesema kilimo cha kisasa, karibu shambani. Naam. Karibu baba. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ndio. Sahihi. Waulizaji wamekosea. Waulizaji wote hawa wamekosea. Sisi tunaswali kwa wakati, na bahati nzuri wakati tunaujua. Kuna mambo mawili, moja bora na moja ndiyo bora kuliko jengine. Kuna ibada na kuna ilmu. Jamanini, kuna ibada na kuna ilmu. Kabla sija kusomeeni hadithi hapa, maana ziko chungu mzima, nyinyi mlokaa hapa na hawa wanatusikia, ibada na elimu, kipi kimempita mwenzie ubora? Ibada namba moja aloweka Mungu ni elimu. Kwa hiyo ikiwa muda unaruhusu ungalipo na watu wameshughulishwa na elimu, hawa wameshughulishwa na kitu bora kuliko ibada. Na muulizaji akisema tumeswali nje ya wakati, hajui kuna fani inaitwa mikati, hajui mikati. Sisi tunajua mikati. Tunajua wakati wa swala unaingia saa ngapi, unakwisha saa ngapi, swala nyingine inakuja saa ngapi. Mambo yanaendeshwa kwa ujuzi. Watu wa leo muda wa swala wameujua kwa kuangalia saa, au sio? Na kila mtu ana saa. Akiwa hana anaangalia hapo juu. Na nidhamu ikakosekana. Kuna mwingine ana haraka zake, sio? Akiingia pale mlango unasikia swala, 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 swala. Hizi ndo zile dharau tunazozungumza hapa. Adhana kwa maelekezo ya Mtume Muhammad, adhana inamilikiwa na muadhini. Yani muadhini hamuombi mtu yoyote ruhusa kuadhini, ni milki yake kuadhini, achunge tu muda. Na nielewa, swala inamilikiwa na imamu. Imamu ndio ana miliki ya kuamua sasa paswaliwe kama atakavyoona inafaa. Unaweza ukafika muda imamu akajua mwanzo wa swala jamaa, mwanzo wa wakati jamaa inakuwa ndogo, lakini muda ukisogea katikati ya wakati jamaa kubwa sana, imamu ataahirisha swala isali mwisho ili apate jamaa kubwa. Na nielewa, ndio mwenye mamlaka imamu kuona pasaliwe vipi. Hizi saa sio ndio muda wa swala kuujua kwa saa. Lau kama ikiwa hizi saa tulizovaa ndio kipimo cha wakati wa swala, yamefanyika makosa makubwa sana. Uislamu ni sawa sawa na basi la abiria. Wasomaji, mnajua basi la abiria? Ndio kama huu Uislamu. Kila abiria kwenye basi la Uislamu ana siti, hakuna anayesimama. Wote Waislamu, kila mtu ana kiti chake anakaa. Ndo nini haya maneno? Yani hakuna Uislamu kwa ajili ya wenye saa, lakini hapo wasiokuwa na saa hawahusiki.
Kuna baadhi ya vijiji, mimi nimetembea nchi nzima hii, kuna baadhi ya vijiji ukienda hakuna mtu alovaa saa mkononi hata huyu. Atembeni mtaona watu wana time sasa, wana time kwenda kulima tu basi. Kuna vijiji sio TV, hata umeme hamna. Nchi hii viko vijiji umeme hamna, ili aangalie kwenye TV au asikie kwenye redio. Hao hawana saa, na wao muda wao wataujuaje? Saa hawana, TV kwenye kijiji hamna. Sasa wanataka kusali alasiri, watajua vipi? Nijibuni nyie, watajuaje? Maana yake nini? Kuhusiana na wakati wa swala, hao watu wa hicho kijiji hawana siti, inabidi wamesimama hao. Hakuna Uislamu huo. Uislamu masaa ya kusali yanajulikana kwa vipimo kabisa, na tunavijua na tuko sawa sawa sahihi. Nimekujibu bwana? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Yule Sayyidina Uthman, naam, walipata wapi na wale walichukua wakamfika? Alipatikana kilipoingia kikosi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale sio wamekimbia, alitoka Uthmani wakampata, na hakuwa kauliwa kweli, kapatikana yuko hai. Swali la mwisho bwana. Wa alaikum salam. Tunaenda kufunga ama tunaenda kumaliza mwezi wa Ramadhani. Ndio. Kuna zaka inaitwa zakatul fitri. Ndio. Sasa kuna mtu aliuliza kwamba anaweza akatoa zakatul fitri kwa kumpa mzazi wake au ndugu yake. Hilo ndo swali lake. Sawa. Zakatul fitri, huyu mtoaji wa zakatul fitri, je, anaweza kumpa mzazi wake au kumpa ndugu yake? Ndo swali limeulizwa hapa, au sivyo bwana? Kanuni moja tu, anatakiwa awape zakatul fitri almustahikuna. Kuna watu ndo wanastahiki kupewa, na wanaostahiki kupewa ni wale waliotajwa kwenye suratu Tauba. Amewataja Mungu mwenyewe wanaostahiki kupewa. Wa kwanza mafakiri, wa pili maskini, sio? Kuna tofauti kati ya fakiri na maskini. Watatu ni mtu mwenye madeni anayedaiwa. Uislamu unasema apewe zaka ili akalipe madeni, sio? Wanne ni mfanyakazi, al-amilu alaiha, yuko mtu ni mtumishi wa zaka, yeye ndo anafanya kazi kupiga thamani, kuweka hesabu, yule anapewa naye. Usimtume mtu kazi ya pesa yeye ukamnyima, zitakuwa hazifiki. Huyo ni mtu wa nne. Mtu wa tano anaitwa ibn sabili, yani ni msafiri mwenye matatizo safarini, naye anapewa zaka. Wa sita ni mtumwa aloandikiwa uungwana, anaitwa mukatabu, ni mtumwa ambaye kaambiwa ili uwe huru kalete kiasi fulani, anapewa zaka akajikomboe kutoka utumwani. Mtu mwingine anapewa zaka, anaitwa ibn sabili, na mtu mwingine anaitwa nani kwenye jihadi? Almujahid fi sabilillah, ni yule mtu kwenye vita vya jihadi, naye anapewa zaka. Wako wanane Mungu kawataja wanapewa zaka, sio? Anzia hapo. Je, babangu ni fakiri? Je, mama yangu ni fakiri? Je, ndugu yangu ni fakiri? Ni wape? Kaida, usimpe zaka mtu ambaye inakulazimu wewe kumlisha. La tuti zaka man talzamuka nafakatuhu, mtu ambaye maisha yake yeye ni wajibu wako wewe, huyu usimpe zaka, kwa sababu utakuwa umejipa wewe mwenyewe. Ni sawa na kwamba umetoa zaka mfuko wa huku umeingiza mfuko wa huku. Kwa mfano mimi napenda mifano, wa bil mithali yattadhihu al makali, kwa mifano ndo maneno yanaeleweka, au sio? Umempa zaka mama yako mzazi, lakini maisha ya mama yako yote ni wewe unayasimamia. Ukishampa zaka, amenunua kuku na mchele safi kapika, hiyo siku ya sikukuu ukipita pale kwa mama na wewe upati bakuli, kipande cha kuku upewi, itakuwa umejipa zaka wewe mwenyewe. Umetoa mkono huu, umetia mkono huu. Yoyote ambaye inakulazimu wewe kumlisha
humpi zaka. Yoyote ambaye wewe sio lazima kumsimamia maisha yake, mpe zaka, awe yoyote. Akiwa ndugu mpe, na itakuwa umerusha jiwe moja kwa ndege wengi. Inaitwa as-sadaqatu wasila. Umempa zaka na umeimarisha undugu. Na kumpa ndugu ile zakatul fitri bora zaidi kuliko kumpa asiyekuwa ndugu. Bora tu hiyo maisha yake ufanyi wewe. Jamanini, Ramadhani ndio inaisha. Hali ngumu ndio kama mnavyoiona, au sio? Anashukia ndugu yako, umekwenda na 300,000 muda kama huu, bwana, zakatul fitri yangu hii. Ndugu yako furaha yake ikoje? Hapa umepata sadaka, thawabu ya zakatul fitri, na umepata thawabu za kuimarisha undugu wenu, sadakatun wasila. Mmenifahamu? Tutakutana kesho kufunga darsa mwezi 28 la kilimo cha kisasa. Sawa. Usijitokeze. Mzee anauliza hivi, kwa bahati nzuri anazo sifa za kupewa, zile sifa za watu 8, yeye ni mmoja wapo, lakini wale wagawaji wa zaka wale jicho lao limekuwa gumu, hawamuoni, wanamruka tu. Je, sasa ajitokeze naye, jamani, na mie nipo, msiniruke. Je, la, zakatu haiendi kuombwa. Usitokee, jamani, na mie nipe zaka, naomba. Usiombe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibughudhi sana jambo la kuombaomba, na maadamu ni riziki yako, kama riziki yako itakuja tu baba. Imamu al-Hasan al-Basri anasemaje? Tayakantu anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma'anna qalbi, mimi nimehakikisha kwamba riziki yangu mimi kamwe hatokula mtu mwingine, roho yangu ikapoa. Nyinyi watu, riziki ya mtu inakwenda kwa mwingine? Kwani anaandika riziki nani? Sikakuandikia kabisa wewe riziki yako ni hii, au sio? Haitokwenda mahala, utapata mwenyewe hata ikichelewa. Tulia tu, itakufuata tu, itakufuata. Labda kitu cha muhimu hapa niseme, tuombe dua. Cha muhimu ni hivi, kuna mtu anastahili kupewa zakatul fitri, na macho ya watoaji wengi yamemuona yeye. Kuna mtu aweza pewa zakatul fitri na watu hata 10, yeye mmoja, mpaka akajaza mali ndani, wamempa watu wote. Akishapewa na wengi, ni jukumu lake naye atoe. Umeletewa mchele kwa mfano, sio? Huyu kaleta ana watoto 10, kaleta pesa ya gharama ya mchele ya watu 10, sio? Kaja mwingine kakuletea pesa mpaka store imejaa. Sio kujaza store. Na wewe tafuta watu uwape, sema na mimi natoa, na wewe umequalify kutoa. Mnanielewa? Tukutaneni kesho kufunga darasa inshallah. Allahumma faqihna fi din وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا علم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الصالحين الأئمة المهديين القائمين بحفظ ناموس الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.